Saikolojia inaonyesha kuwa tabia hujengwa kwa mazoea ya siku kadhaa mfululizo. Ramadhani ina siku 29 ama 30. Ni muda wa kutosha kabisa huu kwa kijana kuweza kujenga mazoea ya kitabia katika sehemu tofauti tofauti kutokana na yale ambayo kijana anayo. Mfano wa vitu hivyo, kuacha lugha chafu. Unajikuta wewe kama kijana katika siku nyinginezo wewe lugha zako ni chafu tu, mtu anaongea ovyo ovyo, uzingatii yale matamshi ambayo unayatoa mbele za watu, na hujali unayezungumza naye ni nani, unazungumza maneno ya ovyo. Tumesema hapa saikolojia inaonyesha kuwa tabia hujengwa kwa mazoea ya siku kadhaa mfululizo. Kwa hivyo ndani ya Ramadhani kwa siku 29 ama 30 ni muda mzuri sana na ni muda wa kutosha kwa kijana kuweza kujijengea tabia nzuri. Kwa kwamba kama alikuwa ni kijana ambaye anatoa lugha chafu, kupitia funga itamcontrol, itamzuia yeye kuweza kutoa ile lugha chafu. Kwa mwisho wa siku anajijengea mabadiliko taratibu. Kwa anajikuta hata baada ya Ramadhani anajikuta tu ile matumizi ya lugha chafu ameachana nayo. Hivi inawezekana kabisa kuna vijana ambao walikuwa na tabia za ovyo, Ramadhani ilipokuja wakaingia wakafunga, wakatoka wakawa watu wazuri na wakaendelea kuwa hivyo. Wasirudi tena kule. Wasirudi katika tabia hiyo chafu. Ndio maana hapa ukiangalia hata baadhi ya mashekhi wamekuwa kizungumza kwa wale ambao vijana ambao walikwisha jiingiza katika makundi yasiyofaa, ikafikia mpaka katika wakajiingiza katika uraibu wa madawa za kulevya, uvutaji wa sigara. Kama ndani ya mwezi wa Ramadhani umeweza kujizuia, kwa nini miezi mingine ushindwe? Jipe muda ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani nimeweza kuliacha jambo hilo, na mimi moja kwa moja jambo hili silipendi, ninahitaji hata baada ya Ramadhani niweze kuepukana nalo. Utajikuta mwisho wa siku baada ya Ramadhani jambo lile linakuondoka akilini mwako na unakuwa umeweza kufanikiwa kuweza kuliacha.